Bwana Yesu asifiwe. Nawashukuru kwa wakati huu ambaye nimepata nafasi hii ili nikashiriki nanyi neno la Bwana. Kwanza nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii, kwa ajili ya kunipa uzima na kunipa afya nikasimame mbele zenu na neno la himizo. Bwana Yesu asifiwe. Na pili nataka kushukuru Bishop wetu James Dubi na Pastor Redemptor kwa kutupa hii nafasi ili tukahubiri Injili ya Yesu Kristo. Na pia kushukuru viongozi wa kanisa hili la Reconciliation kwa kutupa hii nafasi ili tukapate kuhubiri habari njema ya Yesu Kristo. Kwa majina ni Geoffrey Oduor, nimeokoka. Yesu Kristo ni mkombozi wa maisha yangu. Nataka tushiriki neno la Mungu kutoka kwa kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango ni wa 7 mstari wa 14. Nitasoma: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru nikisema ni asante. Ni asante Mungu Baba kwa kunipa nafasi hii ili nikanene na wana wako, ili nikaneno neno la Mungu. Naomba Mungu ukanitumie tu kama chombo ninapoenda kunena neno lako, kwa maana neno lako ndilo la kweli. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Kichwa cha ujumbe wangu ni kuhusu Mungu amekasirika. God is angry. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekasirika kwa ajili ya nini? Mungu amekasirika kwa ajili watu wake walioitwa na jina lake wamepotelea kwa mambo ya dunia, wanafanya mapenzi yasiyokuwa ya Mungu, wamepatiana mioyo yao kwa shetani, bali wamemwacha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninasema ya kwamba Mungu amekasirishwa. Wapendwa, nataka niwaambie kwamba Mungu amekasirishwa na yale mambo tunayofanya ambayo hayamfurahishi. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Mungu akaruhusu shetani akaachilia janga hili ili likapate kutufikia. Kwa ajili ya kukasirika kwake ni kwa ajili ya watu wanayetenda mapenzi isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata imeinuka kwa ajili ya kanisa, nyumba ya Mungu kufungwa kwa ajili Mungu amekasirika nasi siku ya leo, kwa maana tumeacha mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tumeacha sheria ya Mwenyezi Mungu na kufuata sheria ya wanadamu wala watu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuambia kwamba tunaposoma mali nimesoma, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu walioitanishwa na jina lake ni wale watu wanaitanishwa na jina la Yesu Kristo. Maandiko haya, kitabu hiki kimeandikwa na Ezra wakati alipotoka Babiloni. Alikuwa anakumbusha wana wa Israeli kuhusu njia ya Mwenyezi Mungu, kwa maana walikuwa wameacha njia ya Mwenyezi Mungu. Ndipo Mungu akaruhusu Nebukadneza akapata kuwachukua na kuwapeleka katika nchi ya Babiloni.
Lakini kwa wakati walipotoka mahali pale, Ezra akaamua kuandika kitabu hiki akiwakumbusha wana wa Israeli hakika ya kwamba Mungu alikuwa amekasirika na nyinyi, kwa maana imeandikwa ya kwamba watu wake walioitwa na jina lake. Yalikuwa yameandikwa maneno ilikuwa ya kitambo, kwa maana yalikuwa maombi ya Sulemani. Sasa Mungu alikuwa anamjibu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Ezra akaamua kwamba wacha niwakumbushe kile Mungu alikuwa anataka mukatende. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitanishwa kwa jina langu watajinyenyekesha, Mungu anasema kwamba wanyenyekee mbele zake na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa anawaambia ya kwamba wakijinyenyekesha na kuacha njia zao mbaya, hakika ya kwamba atawasamehe na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Dunia mzima imepotea, imefanya Mungu akakasirika, imefanya Mungu akaacha shetani ili akaachilia janga hili likapate kututesa. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maombi Mungu alikuwa anajibu Sulemani, akimwambia kwamba sasa macho yangu yatafumbuka na kusikia, masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu ambao mahali hapa, maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakaza, ili kwamba jina langu lipate kuwako humo milele. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni nyumba ya Mungu. Sulemani alikuwa anaiweka wakfu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu akaamua kwamba, akaambia Sulemani, ikiwa watu wangu walioitwa na jina langu watanyenyekea na kuomba na kutafuta uso wa Mwenyezi Mungu, kwa maana walikuwa wameacha njia za Mwenyezi Mungu wakiwa wanaabudu miungu ya Baali. Haleluya. Mungu akakasirika sana, akaamua siku moja akatumia Nebukadneza ili akawachukue akawapeleka katika nchi ya Babiloni, ambayo walikaa huko kwa miaka 70 wakiteseka sana, kwa ajili Mungu alikuwa amekasirika na wao kwa ajili ya kuacha njia za Mwenyezi Mungu. Hawakuwa wanaogopa dhambi, bali walikuwa wanatenda dhambi machoni pa Mungu, machoni pa watu, pasipo kuogopa. Hata siku ya leo unapotembea, watu wanatenda dhambi pasipo kuogopa Mwenyezi Mungu. Watu wanafanya mambo yanayomuudhi Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya siku hizi imekuwa injili ya kumkasirisha Mwenyezi Mungu. Ndiposa Mungu ameamua kwamba akakasirikie dunia mzima. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokasirika, anakasirika kwa ajili ya watu wake. Anapoona watu wake wamepotea, Mungu anakasirika. Tukiangalia ulimwengu mzima, wameacha njia ya Mwenyezi Mungu, wanafuata njia ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tumechukua moyo wetu tumepatia shetani. Hata kanisa na siku ya leo wamekosa kuhubiri injili ya Mwenyezi Mungu, wanatenda mambo yao sarakasi makanisani, ndipo Mungu ameamua kukasirika. Lakini tunapohubiri neno la Mungu la kweli, hakika Mungu atafurahishwa. Na ikiwa sasa yenyewe serikali imeamua kufunga nyumba ya Mungu ya kuabudiwa, haijafunga kanisa siku ya leo. Kanisa halijafungwa. Kanisa ni mimi na wewe. Mahali popote tulipo, tunapaswa kuabudu Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoangalia hii history ambaye tumeandikiwa katika Mambo ya Nyakati wa Pili, haya yalikuwa ni mambo ya Waisraeli. Waisraeli walikuwa wamemkosea Mungu,
Posa Mungu alikasirika na wao, ndiye akaamua akaachilia Nebukadneza akawachukua akawapeleka Babiloni. Bwana Yesu asifiwe. Na hata sisi siku ya leo, wale ambaye wanaogopa Mwenyezi Mungu, tumefanya Mungu amekasirika, kwa maana tumeacha njia ya Mwenyezi Mungu tukafuata njia ya Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitupenda sana, lakini sisi tujawahi kupenda hata siku moja. Kwa maana tukiwa tunampenda, hatuwezi acha njia zake tukafuata njia za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma katika kitabu cha Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ni nani? Ulimwengu ni mimi na wewe. Ili atakayeamini mwana wake asipotee, bali awe na uzima wa milele. Lakini siku ya leo tunaonyesha kwamba Mungu alitupenda sisi, lakini sisi hatujampenda. Kwa maana unapompenda Mungu utatenda mapenzi yake, lakini unapotoka katika njia ya Mwenyezi Mungu inaonyesha kwamba haumpendi. Wapenda, wacha tuimizane siku ya leo. Nasema ya kwamba Mungu alitupenda, ndiposa akatoa mwana wake wa kipekee akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ili tukakombolewe. Hiyo ni upendo aina gani? Mungu alitupenda. Hakika kwamba Mungu alionyesha upendo kwa ulimwengu, lakini ulimwengu haumpendi. Ulimwengu imependa mambo ya dunia, imeacha mambo ya Mungu, imeacha sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nataka kuambia siku ya leo, Mungu amekasirika na ulimwengu huu. Nataka kukuambia siku ya leo, njia pekee inaweza kurudisha kwa Mwenyezi Mungu ni kutubu. Haleluya. Njia pekee inaweza fanya ukarudie Mwenyezi Mungu ni kutubu. Unahitaji kutubu ili ukarudi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Nataka nikuulize siku ya leo, tangu nyumba ya Mungu ifungwe kuanzia mwezi wa 3, mpendwa, ni lini umetoa sadaka yako ukatumia mtumishi wa Mungu? Ama ni lini umetoa fungu lako la 10? Ama uliona ni kama mambo ya Mungu yalisha? Hapana, kanisa la Mungu halikufungwa. Neno la Mungu linaendelea. Hakika ya kwamba usiibe machoni pa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa maana tunapoona wapendwa kule nje tunawaita wezi, lakini sisi tumesahau watu wake walioitanishwa na jina lake wanamwibia Mwenyezi Mungu, wanafanya Mungu anakasirika. Wapendwa, tunahitaji kutubu. Haleluya. Tunahitaji kutembea katika njia za Mwenyezi Mungu, njia zinazomfurahisha Mwenyezi Mungu, kwa maana tumeacha njia za Mwenyezi Mungu. Tunatembea katika njia za ulimwengu, tunatenda mapenzi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo kimetokea Mungu akamkasirika. Wapendwa, tukarudie Mwenyezi Mungu kwa njia ya kutubu ili Mungu akapate kutusamehe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposoma katika Matthew 3:2, inasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umewadia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yohana
anaambia wana wa Israeli, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umewadia. Nataka nikwambie siku ya leo, njia pekee inaweza kukurudisha kwa Mwenyezi Mungu ni kutubu. Njia pekee inaweza fanya Mungu akafurahia ni wewe kutubu na kurudia njia ya Mwenyezi Mungu, kwa maana tumepotea pa kupitia njia za wanadamu. Hakika tumeidia Mwenyezi Mungu, tumehusika kwa mambo ya corruption, tumehusika kwa mambo ya usharati, tumechukia wenza wetu, tumekosa kutubu. Haleluya! Tumekosa kuwasamehe wenzetu, tumekosa upendo. Mungu anapotuangalia anashindwa, hawa ni watu wangu walioitanishwa na jina langu, ambaye hawana upendo hata ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tumepotea wapi? Mungu amekasirishwa na mambo yale yanayotendeka katika ulimwengu huu. Nataka kuambia siku ya leo, ingawa ugonjwa huu umeinuka katika nchi hii, Mungu ameruhusu shetani akafanya mambo yake. Tazama, unapoangalia kuna mafuriko ambaye yanaua watu. Kuna ugonjwa mwingine umetoka kipindupindu ambaye unaua watu. Watu wanajiuliza ni wapi tulikosea, lakini tumeacha njia ya Mwenyezi Mungu. Tumekosa upendo ndani yetu, tumekosa kusamehe. Nchi imejaa na corruption, tumekosa hata kuomba. Tunatenda mapenzi yasiyofurahisha Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahubiri injili isiyomfurahisha Mwenyezi Mungu. Haleluya! Mungu amekasirika na sisi, tunahitaji kutubu. Unaposoma kitabu cha Luke 13, Luka 13 mstari wa 3. Nawaambia sivyo, lakini msipotubu nyinyi nyote mtaangamia hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alipoanza kuhubiri, alipokueleza injili, aliwaambia tubuni, kwa maana msipotubu mtaangamia. Na mimi nakwambia siku ya leo, usipotubu utaangamia, kwa maana hatujui ni lini ugonjwa huu utaisha. Bali Mungu anataka tukamkuze. Tutakuza namna gani Mwenyezi Mungu? Tutaenda kwa magoti, itabidi tutubu dhambi ile tumetenda machoni pa Mwenyezi Mungu, dhambi ambayo nchi imetenda, dhambi ambayo wapendwa wake wametenda, watu wake walioitanishwa na jina lake, ambaye dhambi ambayo wametenda isiyomfurahisha Mwenyezi Mungu. Unaweza sema ya kwamba hii ugonjwa ni wa watu fulani. Hapana, ugonjwa huu hautambui mkubwa wala mdogo, haujui itakufikia lini. Mpendwa, tumeacha njia za Mwenyezi Mungu, tumepotelea katika njia za dunia, tumemkosea Mwenyezi Mungu. Mungu amekasirika na sisi, tunapaswa kumrudia Mwenyezi Mungu, na njia pekee ya kumrudia Mwenyezi Mungu ni kutubu. Haleluya! Unaposoma Warumi 12, Warumi 12 mlango wa 12 mstari wa 2.
inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mupate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Hakika ya kwamba mkapate kujua mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa maana kutubu yanaosha yale makosa tumetenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anakasirishwa na watu wake, kwa maana watu wake wameacha njia zake, wamefuata njia za mkato. Jambo la pili, Mungu ameonyesha upendo, akatoa mwana wake wa kipekee, akafa msalabani, akasema mumwamini tu. Unapomwamini hautapotea, bali utakuwa na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tumeacha njia ya Mwenyezi Mungu. Mungu alituonyesha upendo, lakini nasi hatumpendi. Tumechukua moyo wetu, tumepatia shetani. Hatuonyeshi upendo wote wa Mwenyezi Mungu. Kwa maana unaposoma Yohana 14 mstari wa 15, ambaye inasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Lakini tumeacha amri za Mwenyezi Mungu, kwa maana hatumpendi. Tungekuwa tunampenda, tungekuwa tumeshika amri zake. Tumeacha amri za Mwenyezi Mungu, inaonyesha kwamba hatumpendi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeacha njia ya Mwenyezi Mungu, tumeacha upendo. Mungu alitupenda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Wapendwa, tunapasa kumwamini. Haleluya. Tunapasa kumpenda Mwenyezi Mungu. Tusiache njia za Mwenyezi Mungu. Tusitembee kwenye giza, wacha tukatembee katika mwangaza, kwa njia zinazomfurahisha Mwenyezi Mungu. Hakika ya kwamba nataka kuambia siku ya leo, pasipo upendo ni bure. Haleluya. Wapendwa, tumeacha njia za Mwenyezi Mungu. Inaashiria kwamba hatujampenda Mwenyezi Mungu. Tunapoangalia watu wanaangamia, ukiangalia ulimwengu watu wanakufa, ugonjwa huu unaangamiza watu. Kanisa, umepotelea wapi? Tumuombe Mwenyezi Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikiangalia kitu cha pili ni maombi. Wakati serikali ilipotangaza nyumba ya Mungu imefungwa, watu wamekosa kuomba. Watu wamerelax. Wanaona ni kama kanisa la Mungu lilifungwa. Kanisa la Mungu halikufungwa. Ni nyumba ya kuabudia ndiyo ilifunga, lakini kanisa la Mungu halikufungwa. Wapendwa, tunapasa kuomba kila wakati ili Mungu akaguzwe, nyumba ya maabudio ikafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba katika Yohana mlango wa 16 mstari wa 23, nasema, tena siku ile mtaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkiomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Mkiomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu Kristo.
lolote utakaloomba kwa jina la Yesu Kristo, hakika ya kwamba Mungu atakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoomba ya kwamba Mungu akalegeze mkono wake, hakika ya kwamba Mungu atatusikia. Lakini tutenda mbele ya Mwenyezi Mungu tukionyesha kwamba sisi ni wasafi mbele ya Mwenyezi Mungu. Haleluya. Tuonyeshe upendo. Tunapotubu tunafanya kuwa wasafi, hili tukaonyesha upendo, hili tukamwombe Mwenyezi Mungu akapate kulegeza mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tumepotelea wapi? Tumeacha njia za Mwenyezi Mungu tukafuata njia za ulimwengu huu. Yesu Kristo ako njiani, anakuja kunyakuwa kanisa lake. Jiulize mpendwa, utakuwa wapi hiyo siku itakapofika? Utakuwa wapi? Atakupata ukiwa msafi ama utaendelea namna hiyo? Wapendwa, huenda Yesu Kristo akakosa hata watu 50 katika ulimwengu huu. Anashangaa watu wake wako wapi, wamepotelea njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Tumekosa upendo ndani yetu, tumepotea, tumeacha njia za Mwenyezi Mungu na tukafuata njia za wanadamu. Haleluya. Mungu amekasirika na sisi. Mungu anashangaa hawa ni watu aina gani? Lakini kile kinaweza kurudisha kwa Mwenyezi Mungu ni kutubu na ukaonyesha upendo na ukaombe Mwenyezi Mungu ili akasikie maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakasirishwa na wapendwa wanapotenda mambo yanayomuudhi. Kanisa la Mungu limechukuliwa ni kama kanisa la biashara. Bwana Yesu asifiwe. Tumechukua jengo la Mungu ni kama biashara kwetu. Tumechukua kanisa ni kama kampuni ambayo tumefungua. Tumemuudhi Mwenyezi Mungu. Yesu Kristo alifanyika mwili, Roho Mtakatifu akamshukia, akafanyika mtakatifu ili kanisa likajengwa katika mwili wake. Akaambia wanafunzi wake, ninaenda kwa Baba yangu, lakini sitawaacha bure, nitawaachia msaidizi. Msaidizi nani? Ni Roho Mtakatifu. Wakati alipoenda, Roho Mtakatifu ilishuka katika Matendo ya Mitume, ikashukia watu wake, wanafunzi wake. Hapo ndipo kanisa la Mungu lilianza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa ni mimi na wewe, tukapate kutenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tumetumia mili zetu vibaya, tumetenda usharati pasipo kuogopa Mwenyezi Mungu, ndiposa hasira ya Mungu ikashuka. Mpendwa, nataka kuambia siku ya leo, Mungu amekasirika na wewe. Mungu anataka ukamrudie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana amesema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 16, anasema ya kwamba hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Mmekuwa hekalu la Mungu, hakika Roho ya Mungu inakaa ndani yenu. Unapotumia mwili huu kufanya mambo yako ya dunia, hakika ya kwamba unamuudhi Mwenyezi Mungu. Unapotumia mwili huu kupata fedha, unamuudhi Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Wapendwa, tumetoka katika njia za Mwenyezi Mungu. Haleluya! Tumetoka katika njia za Yesu Kristo. Tumesahau ya kwamba alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ili tukakombolewe, lakini tumeacha njia za Mwenyezi Mungu. Tumekosa kumwamini hata Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Mungu amekasirika na sisi. Hasira ya Mungu imeinuka. Mungu anataka tukamrudie. Uchukue tu nafasi ya kutubu mbele ya Mwenyezi Mungu ili ukamrudie Mwenyezi Mungu, kwa maana hasira ya Mungu imekuwa kali sana. Kwa maana watu wameacha njia zake, wakatenda mapenzi yao, wakatenda mambo yanayomuudhi Mwenyezi Mungu. Mpendwa, Mungu amekasirika. Nataka kuambia mchana wa leo, urudie Mwenyezi Mungu, kwa maana ni yeye tu pekee anaweza maliza janga hili. Hakuna mwingine, na atamaliza janga hili kama tutamguza kupitia maombi na kutubu na upendo. Na Mungu awabariki. Hakika ya kwamba uko mahali pale unanitazama na ungependa kumrudia Mwenyezi Mungu, kwa maana umekuwa ukitenda mapenzi yasiyokuwa Mwenyezi Mungu na umetaka kumrudia Mwenyezi Mungu, ama uko mahali pale na hujaokoka, unataka kumpokea Yesu Kristo, kwa maana hivi karibuni anakuja kunyakua kanisa lake. Unataka ukuwa mmoja wa wale ambaye watanyakuliwa. Nataka urudie maombi haya nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, naja kwako mimi mwenye dhambi, ukanisamehe makosa yangu, ukayafute majina yangu katika kitabu cha hukumu, ukaandike majina yangu katika kitabu cha uzima wa milele. Siku ya leo ninakupokea, Yesu. Nitafuata njia zako siku zote za maisha yangu. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, ninakushukuru kwa wakati huu njema ambao umetupa ili tukashiriki neno lako. Mungu, ninasema ni asante kwa ajili ya neno hili ambaye nimenena. Wacha likabariki watu wako, wacha likajiandike katika mioyo yetu na likawa la baraka katika maisha yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Uko na sadaka yako mahali pale, ama fungu la 10, kuna paybill pale, unaweza tuma kwenye hiyo paybill na Mungu atakubariki. Amen.